Tunaendelea na mkutano wetu na hivi sasa tupo na upande wa Simba na wao pia tunapata nafasi hapa ya kuwasikia wanasemaje kuhusu mechi ya kesho na matayarisho yao kwa ujumla wake. Mpaka kufikia hivi sasa timu imejiandaa kiasi gani katika hatua hiyo ya fainali, mchezo ambao utafanyika katika uwanja wa New Amaan Complex, mashindano ya Muungano Cup 2026. Mwalimu Matola, karibu sana. Mbele yako ni wanahabari, tunataka tusikie kwa kiasi gani timu imejiandaa mpaka hivi sasa kuelekea kesho fainali dhidi ya Yanga. Karibu sana. Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufika salama mpaka leo hii. Kitu cha msingi ni kwamba kesho ni fainali, na siku zote hakunaga fainali rahisi. Siku zote fainali waga ni ngumu. Kwa hiyo sisi kama Simba, baada ya kumaliza mchezo wetu wa juzi wa nusu fainali, tulianza maandalizi ya fainali toka jana, na leo tutakuwa tuna session ya mwisho kabla ya mchezo wetu wa kesho wa fainali. Kwa hiyo tumejiandaa kwa sababu tunajua fainali sio kitu kirahisi. Fainali ni ngumu. Kwa hiyo tumejiandaa tuhakikisha tunaenda kucheza game yetu kama ambavyo fainali inavyohitaji ikachezwe. Tutakuwa makini sana katika kila idara, tutakuwa wazuri katika kushambulia, lakini vile vile katika kudefense kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Tutakaribisha maswali kutoka kwa wanahabari. Tuanze na hapo. Mwalimu, tunakwenda kukutana na nani kwa Yanga katika mara ya mwisho kwenye mechi ya ligi tukicheza hapa, mechi ilimalizika kwa sare. Nadhani Simba itaanzia pale kumalizia mechi ile au mpango mpya wa mechi? Cha kwanza tunatakiwa tuelewe hii ni mechi nyingine kabisa mpya, tofauti kabisa na mechi ambayo ilichezwa hapa katika ligi, na vile vile ni mechi tofauti kwa sababu hii ni fainali na ile ilikuwa ni ligi. Tofauti ni kwamba mechi ya kesho lazima ipatikane mshindi, tofauti na game iliyopita. Kwa hiyo tutakuja na approach tofauti kabisa na ambayo tulikuja katika mchezo uliopita. Swali jingine? Unacheza mechi ambayo ni muhimu kwa sababu inahitaji pesa kama ambavyo, lakini pia siku chache zijazo kuna mechi nyingine ya ligi kwa sababu ni muhimu katika harakati za ubingwa wa ligi. Nadhani itakuwa ni ngumu au rahisi kiasi gani kugawa energy ya mechi hii na mechi ya ligi? Ni kweli baada ya finali ya mechi ya kesho, baada ya siku 3 tuna game tena nao nyingine tena ya ligi, lakini cha msingi mimi nafikiri kwanza tumefocus kwenye mchezo wa kesho wa finali. Baada ya kumaliza mechi ya kesho and then sasa ndio tutafikiria katika mchezo utakao kuja wa ligi, lakini yote kwa yote tunajua jinsi gani kuweza kumanage na kuweza kuzicheza game zote na katika usahihi ulio wa hali ya juu kabisa. Mchezo wa kesho tumeshuhudia mechi mbili zilizopita kiwapa nafasi sana vijana. Vipi kuhusiana na mechi ya kesho? Tunaendelea kuamini vijana ama mpango tabadilika? Kitu kizuri kwetu sisi, tulikuja karibuni wachezaji wetu wote tuliokuja nao katika mashindano hapa, wote wameweza kutumika kwenye game zote zilizopita hizi. Kwa hiyo ni sisi walimu sasa kuweza kuchagua ni nani wa kwenda naye kwenye mechi ya finali, kwa sababu kila mchezaji tuliokuja naye Zanzibar ameweza kucheza na ameweza kutuonesha uwezo wake. Kwa hiyo ni sisi benchi la ufundi kujua ni nani tutakwenda naye kwenye finali. Kocha, katika vitu ambavyo tumevishuhudia kwenye mechi mbili zilizopita ni timu kuonekana kwa kiasi zaidi kiwango chake na makali yake kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza kwa kidogo timu ina struggle ya nafasi na mwenendo wa timu kuweka pake si kwa kiwango ambacho tunatarajia. Ni kitu ambacho kimewashughulisha katika siku hizi mbili kwenye kuandaa mpango kazi wa kwenda kukabiliana? Ni kweli tumeliona hilo, na ndio maana jana tulikuwa kwenye kiwanja cha mazoezi na leo tutakuwepo vile vile. Mechi ya finali ni mechi tofauti kabisa na game ambazo tumetoka kuzicheza hizo. Kwa hiyo hatutaruhusu matatizo kama hayo yaweze kutokea katika mchezo wa kesho finali. Sawa, nikaribishe Simfuko anazungumza. Asalamu alaykum. Si kama wachezaji tupo tayari kwa mchezo wa kesho. Kila mchezaji anajua umuhimu wa mchezo wa kesho, ni mchezo mkubwa na ni fainali. Kwa hiyo si kama Simba tuko tayari kupambana kwa ajili ya fainali ili tupate kunyakua taji hilo. Tutakaribisha maswali kwa mchezaji. Kwa nini ambacho mnazungumza kama wachezaji kutokea mchezo wa ligi? Sababu kuna kitu ambacho
pia pengine wachezaji wengine wanakumbuka mchezo wa ligi iliyopita kwa kombe uwanjani, bingwa mshindi wa 23 yenyewe sasa safari hii kuna kombe na finali. Nini ambacho tunazungumzia binafsi? Si kama wachezaji tunaona mechi ya kesho ni mechi muhimu, kwa hiyo kila mchezaji ana morali iko juu kwa ajili ya mechi ya kesho, kwa sababu hakuna fainali nyingine zaidi ya hii. Kwa hiyo sisi tupo tayari kupambana, kwa sababu taji ni hili moja ambalo tumekuja kupambania huku Zanzibar. Kwa hiyo sisi tuko tayari kupambana. Kwa hiyo kila mchezaji morali yake ni kupambania Simba na kuondoka na taji hilo. Swali nyingine? Nimeshakutana sana Yanga mara nyingi na matokeo mara nyingi mkosiko kwa upande wangu kama wachezaji kama kwa Simba, pressure kwa namna gani? Nadhani pressure sio kubwa sana, kwa sababu kuna wachezaji wengi senior ni wakubwa, kwa hiyo washacheza sana mechi hizi. Nadhani matokeo ni mchezo tu wa uwanjani, lakini nadhani kwa raundi hii si kama Simba tumepambana ili kwa ajili ya kushinda mechi ya kesho. Mashabiki wa Simba Sports Club wanatamani kuja kupata furaha kwa maana hii tena katika mechi hiyo, lakini pia wanakuwa na kuja katika mechi hiyo. Kipi ambacho labda unawaambia mashabiki wa Simba? Cha kuambia mashabiki wa Simba, sisi kama wachezaji na timu nzima na benchi la ufundi tumejiandaa vizuri, kwa sababu tunafuata maelekezo ya kocha kila atakachotuambia, kwa sababu ni lengo letu sisi ni kushinda. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kushinda ili tuwafurahishe mashabiki wetu, na tunajua kwamba hofu mashabiki wetu ni sisi ndio wa kuitoa. Kwa hiyo sisi tuko tayari kuwapambania kwa ajili ya kesho ili tushinde. Wanahabari, nipende pia kutoa taarifa kuelekea mchezo wa kesho kwamba kutakuwa na mgeni rasmi ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini vile vile kwa upande wa viingilio, majukwaa ya Orbit na Saa itakuwa ni shilingi 5,000, jukwaa la Urusi itakuwa ni shilingi 10,000 na Wings itakuwa ni shilingi 20,000. Patakuwa na burudani na msanii Alikiba ndio anatarajiwa kesho fanya ile live performance hapa katika uwanja wa New Amani Complex. Mbali na hayo pia atakuwa na mambo mengine mbali ama surprise, yenyewe vijana wanasema surprise zitakuwa za kutosha pia hapa katika uwanja wa New Amani Complex. Hivyo tuwakaribishe wadau, wapenzi na mashabiki wote. Milango itakuwa wazi mapema kuanzia mchana kesho na mchezo utakuwa ni saa 2:15 usiku. Na ndio hapa tunafikia tamati ya mkutano wetu siku ya leo. Tukutane kesho.